Ndugu mtazamaji wetu, kama ni mara yako ya kwanza unajiunga nasi Mswati Media, basi usisahau kubonyeza alama ya subscribe plus bell iliyoko juu ya video yako ili uendelee kuwa wa kwanza kupata taarifa zetu bomba kabisa za michezo. Basi leo tunakuangazia taarifa ambayo imeshika headline katika vyombo mbalimbali vya habari, ambayo ikihusisha aliyekuwa msemaji wa idara ya usemaji katika vilabu mbalimbali vya nchini Tanzania, hasa vilabu vikubwa hivi vya Kariakoo ambavyo ni Simba na Yanga, na huyu si mwingine ni Haji Sande Manara mwenye akipenda kujiita Eli Bugatti. Msemaji huyu Haji Sande Manara ambaye kwa sasa ni diwani wa Kariakoo ametanabaisha kwa kuzungumza mengi sana, ambao kwamba yeye ndiye mwenyekiti wa wasemaji au ni kapteni, yani akiwa na maana kuwa yeye ndio kinara au yeye ndio aliyefanya tasnia hii ya wasemaji kuwa na hadhi katika nchi hii ya Tanzania. Amezungumza mengi sana ambao kiongozi huyu ambaye ameweza kufanya kazi katika vilabu vya Simba na Yanga. Alianza kufanya kazi katika timu ya Simba Sport Club na kuisemea makubwa na kuhamasisha sana katika swala zima la taasisi. Haji Sande Manara alifanya kwa mapenzi makubwa sana kazi yake hiyo ya usemaji akiwa na Simba Sport Club takribani miaka 6. Since mwaka 2018 alifanya kazi hiyo kwa weledi mkubwa sana ndani ya klabu ya wekundu wa Msimbazi Simba, na baada ya hapo kutimukia katika klabu ya Young Africans, ambako huko ndiko inasemekana ndiko alikokuwa mwanachama na mpenzi wa klabu hiyo ya Young Africans. Lakini Simba Sport Club alikuwepo kwa ajili ya ulaji tu na sehemu ya utafutaji, lakini binafsi nasema kwamba alifanya kazi yake kwa mapenzi makubwa sana na wekundu wa Msimbazi Simba, na akachonga njia ambapo wameifanya kwa sasa kuwa ni sehemu, kuwa ni taasisi ya vijana kujipatia umaarufu na kujipatia kipato. Licha ya kwamba mwanzo haikuwa hivyo, mwanzo haikuthaminika tasnia ya usemaji hivyo. Haji Sande Manara amefanya kuwa ni sehemu ya ajira, ni sehemu ya kujipatia kipato. Ametanabaisha hayo msemaji huyo wa zamani wa klabu ya Simba na klabu ya Young Africans, kwamba yeye sasa ndo the GOAT wa tasnia hiyo ya usemaji katika nchi hii ya Tanzania. Hivyo ikumbukwe kwa sasa Haji Sande Manara ni diwani wa kata ya Kariakoo. Hivyo alizungumza mambo mengi sana kaza wa kaza, ambayo alikwamisha mchakato wa klabu ya wekundu Msimbazi Simba kwenda kwenye mchakato wa kiuongozi, na pia amezungumza mengi sana ambayo yapo katika klabu ya Young Africans, kwamba akisema kitu ambacho kimekwamisha mchakato wa mabadiliko ndani ya klabu ya Simba ni kuna baadhi ya viongozi ndio wanafanya hujuma, lakini pia amezungumzia mambo yanayoendelea katika klabu ya Young Africans, kwamba anafanya sajili nyingi ambazo hazileti matokeo. Kutokana hiyo amekutana na upinzani mzito sana kutoka kwa watu ambao wana maslahi binafsi katika klabu hizo zote mbili, lakini Ahmed Ally amezungumza ya kwamba bado anamkubali msemaji huyo Haji Sande Manara kulingana na mchango wake mkubwa katika tasnia hiyo ya habari. Basi ndugu mtazamaji wetu, endelea kubaki nasi kwa kubonyeza alama ya subscribe plus bell, uendelee kuwa nasi Mswati Media kutupata kwa taarifa mbalimbali zinazohusu michezo katika ligi kuu ya NBC Premier League. Usisahau kushare, kulike na kucomment. Asante sana.